Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Tutaanza na siri ya kwanza, maonyo kwetu kutumia historia ya Waisraeli. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 22 inasema: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katika bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale wao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Angalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao zabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini?
ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Nini fundisho hapa tunalofundishwa na Mtume Paulo kupitia kitabu hiki cha Wakorinto? Historia mbaya iliyoandikwa katika Biblia takatifu inatufundisha kwamba ipo kwa ajili ya kutuonya tulio leo, kizazi cha leo cha Agano Jipya, ili tupate kwenenda sawasawa na sheria ya Mungu, tusipate kumkosa Mungu tena. Kwa hiyo tunaposoma hapa tunazidi kukumbushwa kwamba kuna watu waliwahi kumnung'unikia Mungu, Waisraeli wa kwanza wakaangamia. Kuna watu waliabudu sanamu kipindi cha mwanzo, wakafa watu wengi sana. Kuna watu walitenda dhambi, wakaingia dhambini na wakapata majeraha. Sasa tunaposoma tunapewa tahadhari ili isije ikajirudia tena ile hali, manake tusirudie makosa. Hivyo tunapaswa tuenende sawasawa na sheria ya Mungu, tusije tukashirikiana na ibada za sanamu, tukashirikiana na mashetani kwa namna jinsi mashetani wanavyoabudiwa, bali sisi tumwabudu Mungu mmoja ambaye ndiyo Yesu Kristo, ambaye alitukomboa katika msalaba wake mtakatifu. Siri ya pili, tufanye vyote kwa utukufu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23 hadi 33. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, basi si vitu vyote vijengavyo. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni, bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi mnataka kwenda kuleni, kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Lakini mtu akiwaambia, kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha, na kwa ajili ya dhamiri. Nasema dhamiri, lakini si yako, bali ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukanwe kwa ajili ya kitu nikishukuriacho? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Vile kama mimi niwapendavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Nini fundisho hapa tunakutana nalo kupitia kitabu hiki? Na siri hii ya pili, chakula cha ibada ya sanamu kula, ila usishiriki ibada hiyo ya sanamu. Na iwapo utajua kusudi la chakula mapema kabla ya mwaliko, unapaswa kutoshiriki kabisa. Ndicho alichokuwa anakimaanisha Mtume Paulo. Maana yake ni nini? Usitake kujua chakula hiki ni cha kusudi gani, ili kisikufunge, kwa sababu utakapokula na unajua kabisa hiki chakula kimetolewa kwa sababu ya shetani, unamtukuza shetani. Bali kula na mshukuru Mungu wa mbinguni, maana ndiye muumbaji wa vyote. Kwa maana hiyo
Ukiona chakula kiko mbele yako, usitake hata maelezo kwamba iko chakula kimeletwa kwa sababu gani. Maana vyote hivi tulivyo navyo hapa duniani vimeumbwa na Mungu, kwa sababu dunia yote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo hata vyote vinavyopatikana katika dunia hii ni mali yake. Hivyo tunavyovipata tunasema asante Mungu, kwa sababu vyote ni mali ya Mungu, na tumrudishie sifa Muumba wetu ambaye ni Mungu wa mbinguni tunayemwabudu usiku na mchana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.